furaha sana tunapoadhimisha miaka 13 ya kanisa, na pia kwa mchungaji wenu wa leo, yeye anaadhimisha siku kama ya leo miaka 30 ya wokovu. Unajua nilishangaa sana, tarehe 30 ndio siku tumeanza kanisa hapa. Kumbe hiyo tarehe sikujua, yani najua nimeokoka saa 6 lakini sikuoanisha tarehe niliyookoka na tarehe ya kuanza kanisa. Hebu pigie Yesu makofi na vigeregere. Maana ukiangalia miaka 30, nimeanza miaka 17 baada ya kuokoka, tayari tukao tumeanza huduma mahali hapa. Ndio maana sherehe yetu leo ina mambo makubwa manne, na sasa tuko tukio la 3, na tukaona kwamba hii sherehe isiende tu hivi hivi, bali tubariki wanandoa. Wale ambao wanaona itakuwaje sasa niandae kamati ya mamilioni nibariki ndoa, tukasema wewe andaa hela ya cheti na unachangia kidogo tu kwa ajili ya ubwabwa, gharama ambayo haizidi hata 200,000, unabariki ndoa yako. Hebu tuwapigie Yesu makofi na vigeregere. Kwa hiyo hii ni uendelevu wa kila mwaka, na mwakani natamani hata vijana ambao hawajaoa wapitie ofa hii. Hebu tumpigie Yesu makofi. Kwa Mungu abariki washirika wote ambao mmeshiriki kutoa michango, pesa zenu, mpaka tumefanikisha zoezi la leo. Leo ni sherehe kubwa sana. Sasa ninaomba tukaangalie la Mungu pitia kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2. Sura ya 2 na mstari wake wa 24. Kichwa cha ujumbe kama naandika ndoa yenye baraka za Mungu. Ndoa yenye baraka za Mungu. Huo ndio ujumbe tutajifunza leo. Ndoa zenye baraka, ndoa yenye baraka za Mungu. Taposoma Mwanzo 2 mstari wa 24 na kuendelea kidogo, Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyia kutoka katika ardhi, kila mnyama wa mwituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai kila kiumbe hai aliyoliita Adamu likawa ndio jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema si vema mtu huyu awe peke yake. Aliposema neno hili, Mungu akamletea wanyama, akamletea ndege, akaletea kila kitu. Anasema sasa nataka hawa atawaitaje. Mwambie ndio hawa atawaitaje, hawa viumbe watawahitaji. Lakini ajabu, Adamu akawaita ndege, ngamia, sungura, mbweha, fisi, simba, twiga, nyati. Lakini pamoja na kuwaita majina, hakuna aliyefanana naye. Tunapokuwa katika maisha yetu ya Kikristo, unaweza ukakutana mabinti wengi kanisani, unaweza ukakutana vijana wengi kanisani, ukawaita tu dada Lucia, dada Agnes, kaka John, kaka Petro, lakini hakuna wakufanana na wewe. Hakuna wakufanana na wewe. Ukisoma kule chini, alipomwona Eva, alipomwona Hawa, kwanza mapigo ya moyo yalibadilika. Mapigo ya moyo yalibadilika. Unapomwona mwenzi wako lazima mapigo ya moyo yakiwa hakuongea kama alivyomwita wanyama wenyewe kwa sababu mbweha, sisi, lakini kwa hewa aliongea kistaarabu. Huyu ni mifupa katika mifupa yangu, huyu ni nyama
katika nyama yangu ataitwa mwanamke. Kwa hiyo Mungu anapomfanyia mtu msaidizi hamleti hivi hivi. Adamu alilala usingizi. Adamu aliomba, alipoomba akaletewa Hawa. Sisi tuliookoka, wake zetu hatuwapati kwenye Facebook, hatuwapati kwenye WhatsApp, hatuwapati kwenye Twitter, hatuwapati kwenye mwendo kasi, hatuwapati popote. Tunawapata kwa kulala, tunawapata kwa kuomba. Adamu alilala usingizi, alipotoka usingizini akamwona Hawa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Akamwona nani? Hawa, mtu wa kufanana naye. Hivi mnaonaje maharusi wetu wanaobariki ndoa, wanafanana au hawafanani? Unajua mkikaa muda mrefu sana kwenye ndoa mnaanza kufanana. Ongereni Vicenti, na nyinyi mmeanza kufanana tayari. Hebu tuwapigie makofi jamani, wanandoa wetu wa pale Bariadi wameanza kufanana. Elson, naona kabisa hadi mnafanana, ujue mpaka na miwani. Unaona, baba miwani, mama miwani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Pasco, mnafanana mke wako. Wewe ndio kufanana naye. Mashauri kama unavyoona. Huyo ni mke wako. Ndugu yangu, sasa mimi natumiaga mpole. Hebu nipende jina lingine. Niletee haraka bwana, tusimharibie mudi. Kumbe na jina lake la asili. Jamani, Bwana asifiwe sana. Obedi, Sherutueli. Naona sasa wamejisikia raha. Hebu tumpigie Yesu makofi. Naye wameanza kufanyaje? Kufanana. Kwa Mungu hawezi kukupa mtu ambaye hamfanani. Mtafanana tu. Ndio maana kibaka lazima apewe kibaka. Kibaka lazima apewe kibaka. Mlevi lazima apewe mlevi. Mzinzi lazima apewe mzinzi. Tapeli lazima apewe tapeli. Hebu kama umekaa na mke wako muangalie. Nyinyi wanandoa wengine, muulize wewe ni type gani? Yaani type yako ya mwanaume ndio ulimuoa mke wako, type hiyo hiyo. Kama ni mwaminifu atakuwa, kama ni mwaminifu ndiye atakuwa mwaminifu. Mungu hawezi kukupa tofauti na ulivyo wewe. Atakupa wa kufanana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima akupe wa kufanana na wewe. Sasa tunasema ndoa ni baraka kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Ndoa inayofungwa na watu waliookoka ni ndoa ya baraka. Ni ndoa ya nini? Ya baraka. Kwa sababu imetoka kwa Mungu. Kwa sababu ameiruhusu Mungu. Kwa sababu ameikubali Mungu. Kwa sababu ameibariki Mungu. Na ndio maana leo tunabariki hizi ndoa. Haijalishi kule nyuma walichukuana namna gani, walikutana wapi. Leo historia inafutwa. Kuanzia leo atakapatoka hapa, ndoa yenu imebarikiwa. Ndoa zenu zina baraka za Mungu, na mtaanza kuziona baraka za Mungu kwenye maisha yenu. Kwa toa mnaosikia leo, lazima baraka za Mungu zitatokea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndoa ni mpango wa Mungu. Tangu mwanzo ni mpango wa Mungu. Kwa maana kamuumba Adamu na Eva kama wanandoa. Kwa wewe kama unakaa kwenye ndoa ambayo haijabarikiwa, uko nje ya mpango wa Mungu. Ndoa ya Mungu lazima ipate baraka. Lazima ipate baraka. Hamwezi kuishi na mtoto wa mtu wakati hamjabarikiwa. Hamna baraka. Kwanza hamna baraka ya Mungu, hamna baraka ya wazazi. Ili mwe na baraka lazima ndoa ipitie madhabahuni. Jamani, Bwana asifiwe. Niatie bwana wale ambao hawajabariki ndoa, zibarikini ndoa zenu ziwe na baraka ya Mungu. Maana ndoa ni mpango wa Mungu. Ndoa ni kusudi la Mungu. Ni agano la maisha. Ndoa ni agano. Ni agano. Leo ndugu zangu hao wanaenda kufanya agano. Mlikuwa mnaishi kwenye ndoa ambazo hazina agano. Leo mnakula kiapo kwa Mungu. Leo mnakula agano la Mungu kama Vicenti na mke wake ambavyo wameshakula agano. Mlikuwa naishi na ndoa ambazo hazina agano.
Na ndio maana vitu vilikuwa vieleweki. Ndio maana mke alikuwa anakufanyia vitimbwi tu, maana huna agano. Anaweza kabeba begi lake akaondoka, lakini kwanza leo akifunga, hapo ndio kwake. Ana agano na nani? Na Mungu. Hamweki agano kwa mchungaji leo, mnaweka kwa Mungu. Na agano la Mungu halivunjikagi. Ndoa ya Kikristo hakuna kuachana, mpaka kifo kiwatenganishe. Ni agano tunaliweka hapa, lakini anayefunga ndoa hii, anayeweka agano hili ni Mungu mwenyewe. Pia ndoa inahitaji kujitoa. Mwambie mwanandoa wako inahitaji kufanyaje? Kujitoa. Ndoa sio kitu cha kukurupuka tu. Kurupuka tu kwamba naoa. Ndoa inahitaji kujitoa. Mnapokuwa wanandoa wawili, kuna hali ya kujitoa kwa ajili ya mwenzako, kwa ajili ya mwenzi wako. Lazima ukubali kujidhabihu. Wakati mwingine wewe ukose yeye apate. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kujitoa. Mwanamke anahitaji kulishwa, anahitaji kuvishwa, anahitaji kupendeza, anahitaji kutunzwa. Ulizoea kula mkate mkavu, bahati nzuri je mko kwenye ndoa, mmeshajua mazingira ya ndoa zenu. Bwana Vincent ndio ameingia hapo. Baba, kazi unayo ya kujitoa mzee. Huyo inabidi apendeze kweli kweli. Bora una suti mbili au nazo 10. Jamani, Bwana asifiwe. Yeye yale supu au kale viazi. Ndio kazi ya mke. Yesu mwenyewe alipenda nini? Kanisa, akajitoa kwa ajili yetu. Na mwanaume anafananishwa na Kristo. Kumpenda mke wako, kujitoa kwa ajili yake, kujidhabihu kwa ajili yake, kuyatoa maisha yake kwa ajili yako. Kwa ndoa inahitaji kujitoa. Mwanaume yote aliyeoa lazima ajitoe. Lakini kimezuka kizazi kibovu sana sasa hivi. Kinahitaji kulelewa na mashangazi. Vijana wataki kujitoa kufanya kazi. Vijana wanaenda kwa mashangazi kuolewa. Kwa mtu aliyeokoka marufuku. Fanya kazi, jitoe kwa ajili ya mke wako. Hakikisha analala vizuri, anakula vizuri, anaishi vizuri na anapendeza. Hebu mpigie Yesu makofi na vigeregere. Kama ulimchukua anaenda saluni, asiache kwenda saluni ukampikisha kipara, labda kama Mungu ameruhusu mapito. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lazima ujitoe. Sasa unapoangalia msingi wa imani ya ndoa umejengwa kwenye upendo. Msomaji wangu hayupo leo. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 13. Wakorintho wa kwanza 13. Wakorintho wa kwanza 13. Mstari ule wa 3 na kuendelea kidogo. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4. Amen. Tasoma. Asante sana. Neno la Mungu linasema, ndio, upendo huvumilia, upendo huvumilia, hufadhili, ufadhili, upendo hausudu, hausudu mabaya, upendo hautakabari, haujivuni, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu. Ishia tu hapo. Amen. Msingi wa ndoa ni upendo. Ni nini? Wanandoa tunaelewana? Upendo, ukimpenda mwenzako utamvumilia. Utafanyaje? Wanadamu hatujakabilika. Kila mwanadamu ana mapungufu yake. Mnapoana watu wawili, kila mmoja ana mapungufu. Ili ukimkijenga ndoa yenu katika misingi ya upendo, utamvumilia. Nyinyi mmekaa miaka mingi ya ndoa, mmeshavumiliana. Hebu tuwapigie makofi jamani. Mwingine ulimuoa hajui kupika, hajui kufua, hajui kuosha vyombo, hajui kuamka mapema, mpaka mmefikia leo mmebariki, mmevumiliana. Tuwapigie makofi ya watu. Katika msingi wa upendo. Mwingine unamwoa kama sema hajui kupika, hajui kuchambua mchele. Kuna watoto wengine wamelelewa kama watoto mayai. Kila kazi
binti wa kazi, kila kazi. Umfundishe binti yako kupika. Anaolewa machuya, mamichanga, anaweka mchele umomo, kila kitu umomo, yanatoka mabokoboko. Lakini mvumilie. Anapika ugali mbichi. Ndio inahitaji kuvumilia. Mume bora utamfundisha namna ya kupika. Uzuri wanaume wote tumepitia ubachela. Hakuna mwanaume ajue kupika. Mfundishe mkeo. Vumilia katika madhaifu. Na mwanamke mvumilie mume wako. Mwingine umemwoa ukujua kumbe anakoroma. Akianza koroma usiku utafikiri gari moshi linapita. Umeshaolewa, vumilia. Fanya hiyo, nayo ni sehemu ya tenzi za rohoni. Mwingine akikuoa analala kitanda chote na kusukuma chini, vumilia. Ndio inahitaji nini jamani? Uvumilivu. Ulipo unamwona nje hujalala naye, kitanda chote natanua ya chini, vumilia. Mwingine anakuoa au unaona ana hasira. Ana hasira za kabila lao. Ukimgusa kidogo tu kaisha kasirika, vumilia. Jamani bwana sio sana. Fanyaje? Vumilia. Ndio inahitaji uvumilivu. Ndio inahitaji fadhila. Fadhila. Anasema upendo, uvumilia, upendo, ufadhili. Mfadhili mwenzi wako. Hata kama ana mapungufu usiende kumwaibisha pembeni, mfadhili. Usimwaibishe, kumfadhili maana kumtunzia heshima yake. Usitoe mapungufu kwa majirani, kwa baba yako, kwa mama yako, kwa ndugu zako, mfadhili. Ndoa ni kufadhiliana, kusitiriana, kufichiana aibu. Jamani bwana asifiwe. Sio jambo dogo tu mama, nikwambie, mwanaume mwenyewe huyu yuko hivi, wewe hujui maana ya ndoa. Huyo ni wakwako, mama yako ana ndoa yake. Baba yako ana ndoa yake. Wewe nayo ni ndoa yako. Mfadhili mwenzako. Mapungufu yake mfadhili. Usiyatangaze kwa watu. Hata kama mwanamke una hela unamlisha mume wako, usitangaze na mlisha. Endelea kumvumilia, tena mseme vizuri. Nishafundisha somo moja. Mwanaume kama mwanaume ni jina la kazi. Mwambie liko ni jina la nini? Ni jina la sifa. Ni jina la nini? La sifa. Mwanamke ni jina la kazi. Maana yake nitakwambia ni nini? Hata kama mmeoana, wewe una hela kumzidi mume wako, mkinunua tu gari, watampongeza nani? Hongera kununua gari baba. Mama wewe kutafuta jina la kazi, wewe ni kutafuta sifa kwa mwanaume. Ndio maana sisi tunamtukuza Yesu, sifa zinaenda kwake. Wewe mwanamke wewe ni kama kanisa. Fanya mambo mazuri atasifiwa nani? Mwanaume. Jamani ongereni nyumba. Kumbe wewe ndio umechukua mikopo. Anasifiwa nani? Mwanamke ni jina la mwanaume. Kwa mfadhili usimaibishe kwamba mimi namzidi mshahara, watoto unalipa ada, watoto unafanya hivi, utakuwa umepoteza upendo katika ndoa. Na watoto wataki kujua mapungufu ya baba yao. Hata kama na mapungufu haudumii familia, wewe sema tu baba yenu jamani, kaacha hela mboga, kaacha hela ya ada, na unajua hajaacha kwa sababu gani? Unamfadhili. Mpigie Yesu makofi. Upendo pia hauhesabu mabaya. Hauhesabu mabaya. Hata kama mke wako akutendea mabaya, ukimpenda utaona mabaya. Utaona mema. Lakini kama una upendo utaona mabaya. Unamwona sema chuki kisha ingia sema kumbe anachogo huyu. Mwanzo ukumuona. Lakini nyinyi mshukuriwe mmevumiliana. Jamani bwana sio sana. Kwa lazima katika jambo la upendo lazima usihesabu mabaya. Kila mtu ana mapungufu yake. Usihesabu mapungufu ya mwenzako, yavumilie. Usitafakari mwaka jana ulinitukana, mwaka jana ulinifanyia hivi, ukunioshia vyombo, mwaka jana ukunifulia nguo, mwaka jana ulinifanyia hiki. Usihesabu mabaya. Siri ya ndoa kutohesabu mabaya. Jamani bwana asiwe sana. Kutohesabu mabaya. Sasa ndoa pia inahitaji kusameheana. Jambo la mwisho la tatu, kufanyaje? Kusameheana. Ndoa bwana ili idumu inahitaji msamaha. Inahitaji nini? Msamaha. Nisomee tena Zaburi wa Kolosai 3:13. Kolosai 3:13. Kusameheana.
Ndoa inahitaji msamaha. Lazima mmoja awe mjinga, mwingine awe mjanja. Mkikutana wote wajanja, ndoa haiendi. Wakolosai 3:13. Neno la Mungu linasema, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo nanyi. Amen. Mkichukuliana na kufanyaje? Na kusameheana kama Bwana. Yani msamaha mwenzako, usiwe na kisasi naye, usiwe na uchungu naye. Ukitaka ndoa zenu ziende salama, mzidumishe mnaobaki leo, sameheaneni. Msimalize kitu nzima bila kusameheana, sababu hakuna aliye mkamilifu. Kila mwanadamu ana mapungufu yake. Inatakiwa ni kumsamehe mwenzako. Na ndio nimesema hivi, ili ndoa iende vizuri, mmoja anasema awe juu, mwingine awe. Mkikutana wote ni cheche, ndoa haiendi. Na wakuwa mtulivu ni mwanamke awe chini. Lazima mwanamke ukubali kupondeka. Mwanamke, ndio maana sema Biblia, mume atampenda mke wake na mke atamtii mumewe. Mke kazi yake ni utii. Mume ni upendo. Na upendo ni gharama. Na upendo ni kujitoa. Ndio sema Yesu alipenda kanisa akajitoa uhai. Na wewe kautoa uhai wako kwa ajili ya mke wako. Na mwanamke ukamtii mume wako katika mambo mema. Sio kuambia niletee pombe, hiyo sio utii. Kataa, ni katika mema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kuambia na wewe nyumba ndogo ukasema Mungu amesema kutii. Mwambie kinyago akiingia hapa kwa jina la Yesu. Wanawake, simnipigia makofi kidogo. Ndio. Kwa hiyo lazima msamaha. Hakuna ndoa bila migogoro. Inatakiwa kusameheana. Hakuna ndoa isiyo na mgogoro. Mwambie ndugu yako, hakuna ndoa isiyo na mgogoro. Watu wanasameheana. Iwe ndoa ya rais, iwe ndoa ya askofu, iwe ndoa ya mhangalizi, iwe ndoa ya mchungaji, migogoro ipo. Wanaimaliza kwa kusameheana. Hakuna malaika hapa. Unamoa mwanamke mwenye akili timamu. Mwenye akili timamu. Huo itaira. Kwa hivyo utalipeleka kila jambo tu. Osha vyema. Nimeona hivi. Wewe kwambia ili mume wangu hapana hili. Unanibishia, unajifanya kidume. Sio kidume. Hili nasema hapana. Hali nini? No, sio kile tunachokubalia kila kitu. Hapana. Mama mchungaji akubali kila? Hakubali kila. Kuna vingine nasema mume wangu hili? Hapana. Tunaongea mume wangu hili? Na mimi nasema. Sasa kutengeneza nini? Mgogoro. Jamani, bado pesa. Na wanawake wengi hata wasiookoka wameumbiwa hisia, sema hisia. Wameumbiwa nini? Hisia. Mwanamke akihisi jambo hasa akiwa na Mungu kinaweza kutokea. Anaona jambo kuja kutokea. Kwa hiyo ni vizuri mwanamke ukitambua hilo, kila analokushauri sikiliza sana mke wako. Usitengeneze mgogoro. Migogoro mingi inatokea kwa sababu ya kutosikilizana. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu kama umekaa na mke wako, mwambie neno. Mwambie wewe ni mtaji. Mwambie wewe. Mwambie wewe ni mtaji. Sika kitu cha mke wako. Mwambie hii ni mali hii. Mwambie hiyo akili nataka niitumie. Biblia inasema kaeni wake zenu kwa akili, wanazo nyingi. Mwanaume ukitaka utajirike kama Mungu anasumulisha, ufanikiwe, tumia akili ya mkeo. Huyu mke wangu mimi nilimuoa sina hata dalili ya kununua kiwanja. Lakini alipoingia tu nikaanza kuitumia akili. Uzuri ana akili ya kimungu na akili ya kidunia. Maana hapo ana masters. Na mimi nilisema Mungu nipe mwanamke mwenye akili. Nilipomuoa tu nikaanza kuitumia akili yake. Ndio maana mhubiri amesema ni ukweli, alisema mafanikio pia akili imetumika. Nikaanza kutunza na hela. Sasa nilikuwa nagawa watu wangenipigia simu, mshikaji rusha laki na rusha, na rusha. Fanya hiki. Akaniuliza, wewe mwanaume gani nimekuoa? Ulikuwa fanya shamba madini una kiwanja? Sasa sina kiwanja. Mbia sasa utanunua kiwanja kwa Mbinde. Na kweli tukanunua kwa sababu nilitumia nini? Akili. Na wake zenu ninyi tumieni akili zao mtafanikiwa.
Hebu mpigie Yesu makofi na vigelegele. Wapendwa katika Bwana, nimesimama mbele za Mungu na mbele za ushirika huu kuzibariki ndoa hizi. Ninawakumbusha kuwa ndoa hizi zinabarikiwa na Mungu mtakatifu, nasi tu mashahidi na kuwaombea ili Mungu Mwenyezi awabariki na kuongeza katika unyumba wenu siku zote kwa Roho wake Mtakatifu, awaunganishe mwishi pamoja na kusaidiana amani na kusikilizana siku zote. Kwa hiyo wanandoa wote wako tayari kuunganishwa katika ndoa takatifu. Sasa naomba pewe Elson Mike. Naomba wadhamini wote, wasimamizi wote mkiri, maana tukisema tugewe Mike hazitawafikia huko. Je, ninyi wadhamini mnakubali kuwasaidia hawa wawili kuishi katika ndoa za Kikristo? Kwa pamoja semeni ndio, na Mungu atusaidie. Ndio, na Mungu atusaidie. Makofi kwa wetu. Sasa ninaomba unionyeshe Bwana Elson, kitu gani ambacho unajua mke wako leo amependeza mno, lakini vijana nimeshaona wameanza kukodoa macho, wanaanza kuona maono. Sasa una kitu gani cha kumfunga nacho? Jamani, tusaidiane haraka hiyo. Asante sana. Makofi kwa Yesu. Yeye anasema namfunga kwa pete ya nini jamani? Ya ndoa. Namfunga kwenye vidole vyake. Kila atakayemwona asimsogelee mke wangu. Sasa naomba nivibariki pete hizi. Bwana Yesu, nabariki pete hizi. Pazo watumishi wako waende kuitumia kwa ajili ya kwenda kubariki ndoa yao. Roho Mtakatifu na takasa pete hizi kwa kila mtengenezaji, kwa kila mikono iliyopitia. Damu yako Mungu ikavitakase, fanyike baraka kwenye ndoa yao kwa jina lako Yesu, amen. Sasa ninaomba umvalishe pete mke wako, na wapiga picha wakiwa wanachukua kumbukumbu vizuri kabisa. Mwachane nafasi kweli, yaani mwachane kama mtu na mke, mtu na mume, ili mpate picha nzuri. Sogeni hivi, msibebanana sana, hamtapata kumbukumbu. Sogea hivi, mvalisha sasa mke wako. Jamani, pete hiyo, makofi kwa Yesu. Na wewe ndugu yangu Lucy, una kitu gani cha kumfunga huyu baba huyu? Makofi kwa Yesu jamani, naye pete. Makofi kwa Yesu. Tumeshabariki. Sasa nenda kamvalishe, umfunge na agano la ndoa. Kwa unyenyekevu kabisa. Kwa unyenyekevu kabisa, haya anza kumvisha mume wako. Kwa unyenyekevu kabisa anampisha pete, anapiga magoti kwa heshima kubwa na alama. Makofi kwa Yesu. Asante sana. Haya, na wewe Pasco, una kitu gani cha kumfunga mke wako? Jamani, naye ana pete mbili hizi. Naomba niziombee. Yesu, zibariki pete hizi, zitakase unapoenda kuzitumia watumishi wako. Bwana, damu yako ifunike na haribu kila kilichonuizwa, kilichotamkwa juu ya pete hizi, akida mamlaka kwa watumishi wako kwa jina lako Yesu, amen. Haya, fungua sasa uweze kumvalisha. Uweze kumvalisha, geuka vizuri kabisa. Mwachane nafasi mpate kumbukumbu. Asante sana. Asante sana. Upiga picha mnaweza mkasimama huku. Sio lazima huku, hata huku njoo usimame huku. Upate kumbukumbu vizuri. Haya, namvalisha pete sasa mke wake. Pete hiyo. Makofi kwa Yesu. Haya, na wewe una kitu gani cha kumfunga nikione? Asante sana. Hawavumi lakini wamo jamani. Asante sana. Haya, mvalishe pete hiyo jamani, makofi kwa Yesu. Asante sana. Mashauri na wewe ndugu yangu, una kitu gani cha kukufunga, cha kumfunga mke wako? Makofi kwa Yesu jamani. Yesu, bariki pete hizi ambazo tulisho kuzitumia, zitakase na damu yako, zioshe zikafanyike baraka kwenye ndoa yao kwa jina lako Yesu, amen. Haya, geuka Sofia. Haya, mvalishe pete. Msikieni huwa jamani wasimamizi. Pete hiyo jamani, 1 2 3. Anamvalisha pete hiyo. Pete, makofi jamani. Asante sana. Asante sana, asante sana. Na wewe kitu gani? Iya kwake.
ya kufunga. Haya, karibu na umfunge mume wako na agano la ndoa. Asante sana. Makofi kwa Yesu jamani. Makofi kwa Yesu. Una kitu gani kwa kumfunga? Asante sana. Bwana Yesu bariki pete hizi kwa watumishi wako ambao wanakwenda kuvaa katika miili yao, zikavatike baraka katika ndoa yao kwa jina lako Yesu. Amen. Baba mpole, baba Sherutieri, mvishe mke wako pete nzuri jamani, pete. Situpige makofi mpaka inatetemeka kabisa. Heshima kubwa kabisa, makofi jamani. Asante sana, asante sana. Asante sana. Asante sana, asante sana. Asante sana, asante sana. Na wewe bibi harusi wetu una kitu gani? Pete. Asante sana. Hebu sasa mvishe pete. Asante sana. Makofi kwa Yesu. Piga Yesu makofi. Sasa naomba wote baada ya kuvalishwa pete hii, naomba mkiri maneno haya. Naomba mkiri maneno haya. Mshikane, shika sehemu uliomvisha mke wako pete. Shika mkono wa pete na mume wako, mshikane. Mikono yenu ya pete. Nyanyueni juu ya mikono kwanza. Mikono ya pete peke yake. Uo shikane. Sasa mshikane nayo. Mshikane. Semeni maneno haya. Sema jina lako. Mimi nakupokea wewe. Bwana asifiwe sana. Sema kwa pete hii. Kwa pete hii. Nakupokea wewe. Nakupokea wewe. Kuwa mke wangu. Kuwa mke wangu. Mwaminifu. Mwaminifu. Kwa hiyo nakupa. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Nadhiri. Umeshamvalisha. Makofi kwa Yesu. Sasa ninaomba mshikane mikono ili nikawaunganishe kuwa mwili mmoja. Mshikane mikono. Ni hivyo, sio mwangalia huku mmoja tu. Sawa hivyo, namna hiyo, kama vile mnatembea mnatoka out. Sasa msogeleane kidogo. Nitaanza na wewe Elson. Sema mimi Elson Kinungu. Mimi Elson Emmanuel Kinungu. Nakupokea wewe. Nakupokea wewe. Lucia Benasila. Lucia Bena. Kuwa mke wangu halali wa ndoa. Kuwa mke wangu halali wa ndoa. Ninaahidi kukutunza na kukupenda. Kwa hiyo nitakuwa mwaminifu kwako mpaka kifo kinitenganishe. Makofi kwao. Naomba aende mwingine tena. Anayefuata. Sema mimi Pasco Linus Stila. Nakupokea wewe. Neema Atilio Madembwe. Kuwa mke wangu halali wa ndoa. Na niishi nawe tangu sasa mpaka kifo kinitenganishe. Kwa hiyo nitakuwa mwaminifu kwako. Makofi kwa Yesu. Kwa mashauri. Afu tarudi kwa mabibi harusi wote. Sawa? Sababu hizo pamoja. Tarudi kwa bibi harusi, sijawasahau. Sema mimi Mashauri Paulo. Nakupokea wewe. Sofia Mayala. Kuwa mke wangu halali wa ndoa. Na kuishi nawe tangu sasa. Ninaahidi uaminifu wangu kwako. Makofi kwa Yesu. Mpe Obedi naye. Sema mimi Obedi Shaltieri. Nakupokea wewe. Koleta Peter Mpole. Kuwa mke wangu halali wa ndoa. Tangu sasa. Ninaahidi uaminifu wangu kwako mpaka kifo kitutenganishe. Sasa turudi kwa bibi harusi wetu. Nenda kushikana mikono. Hujatoa na shikana mkono tu. Sema mimi Lucia Benas Pilau. Nakupokea wewe.
Nakupokea wewe. Elson Emmanuel Kinungu. Elson Emmanuel. Kuwa mume wangu halali wa ndoa. Kuwa mume wangu halali wa ndoa. Tangu sasa. Tangu sasa. Mpaka maisha yetu yote. Mpaka maisha yetu. Ninaahidi. Ninaahidi. Uaminifu wangu kwako. Uaminifu wangu kwako. Mpaka kifo. Mpaka kifo. Kitutenganishe. Kitutenganishe. Tayari agano limeenda hilo. Twende kwa bibi harusi naye. Mimi Neema Atilio Madembwe. Mimi Neema Atilio Madembwe. Nakupokea wewe. Nakupokea wewe. Nakupokea wewe Pasco Sichila. Nakupokea wewe. Kuwa mume wangu halali wa ndoa. Kuwa mume wangu. Tangu sasa na kuendelea. Mpaka kifo kitutenganishe. Mpaka kifo. Kwa hiyo ninaahidi uaminifu wangu kwako. Uaminifu. Makofi kwa Yesu. Twende kwa bibi harusi wetu Sofia. Mimi Sofia Musa Mayala. Mimi Sofia Musa. Nakupokea wewe Mashauri Paulo. Nakupokea wewe. Kuwa mume wangu halali wa ndoa. Kuwa mume wangu halali. Tangu sasa na kuendelea. Tangu sasa na. Kwa hiyo ninaahidi uaminifu kwako. Uaminifu. Mpaka kifo kitutenganishe. Kitutenganishe. Asante sana mpe bibi harusi na yule. Mimi Koleta Peter Mpole. Mimi Koleta Peter. Nakupokea wewe Obedi Sharutieli Bavuma. Nakupokea Obedi Sharutieli Bavuna. Kuwa mume wangu wa halali wa ndoa. Kuwa mume wangu halali wa ndoa. Na kuishi nawe tangu sasa. Na kuishi nawe. Ninaahidi uaminifu wangu kwako. Naahidi uaminifu wangu kwako. Nitakupenda na kukutii. Nitakupenda na kukutii. Mpaka kifo kitutenganishe. Mpaka kifo kitutenganishe. Ninaahidi uaminifu wangu kwako. Ninaahidi uaminifu wangu kwako. Hebu mpigie Yesu makofi. Naomba sasa mshikane mikono. Mshikane mikono, mshikane mikono, mgeukiane kabisa. Mgeukiane, mgeukiane kanisa, tusimame. Tusimame. Tusimame mahali walipo wote. Kama kuna wachungaji wako hapa, naomba waje mbele tusaidiane kwa huduma ya kuwaombea. Kama kuna mchungaji yoyote yuko katikati yetu, naomba uje mbele tusaidiane na mchungaji na wachungaji wetu, tupite kwa kila wanandoa. Baba, katika jina la Yesu, bariki wanandoa hawa Bwana. Baba, wabariki Mungu, wabariki ndoa yao, jalia kuonekana kwenye maisha yao. Baba, watetee Bwana, wakaishi maisha ya ushindi, wakaishi maisha ya utaua, wakaishi maisha ya baraka tangu sasa na kuendelea. Asante Roho Mtakatifu, natamka baraka juu yao. Baba, ukawabariki kwenye maisha yao, ukawatetee, ukawapiganie, ukawatendea mema Bwana. Asante Roho Mtakatifu.